Ndugu zangu watumishi wote mlioko hapa, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam uko salama, na usalama huu mchango wake unachangiwa na wenye viti, madiwani na kila mtumishi ambaye yuko hapa anachangia kwa asilimia kubwa kuhusu amani ya mkoa wetu. Vurugu zikitokea kwenye huu mkoa halafu mkoa ukafungwa, maana yake mazao ya chakula hayataingia ndani, na mnafahamu kwamba Dar es Salaam mgogoro wetu mkubwa haupo kwenye mashamba ya wakulima. Mgogoro wetu mkubwa Dar es Salaam upo kwa mfanyabiashara. Je, anaingiza biashara zake ili aweze kwenda vizuri? Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa mahali fulani anazungumzia umuhimu wa wakulima katika mkoa, Dar es Salaam tunazungumzia umuhimu wa mfanyabiashara katika mkoa. Kwa hiyo mkoa huu ukifungwa, tayari tutakuta hatuna hifadhi ya chakula, na hapo ndipo kasheshe itakapotokea. Na kukiwa kuna food insecurity, maana yake inaweza kupelekea political instability, na kukiwa kuna political instability, maana yake muda wote inaweza tukarise kitu kinaitwa sporadic political squabbles, kwamba tukaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe sporadically, halafu mwisho wa siku mambo yakawa mabaya zaidi. Kwa hiyo jukumu hili la usalama ni jukumu la kila mmoja, na ndio maana narudia kwamba nguvu ambayo ilishawahi kutumika mahali popote katika kulinda amani ilikuwa ni majaribio ya kuona, je, jambo lolote likitokea katika taifa letu tunaweza. Lakini amani ya taifa letu hailindwi kwa compromise, inalindwa kwa kila aina na kila namna. Kwa hiyo niwaombe sana jukumu hili la usalama, na katika hili katawala mkoa na ukuu wa wilaya tulielekeza kwamba kila mitaa iwe na sungusungu, kila mitaa iwe na sungusungu, ambapo sungusungu hii tujaribishe pia kutumia wadau wetu wa ndani kuweza kuona namna ya kusaidia gurudumu hili la ulinzi katika maeneo yetu. Lakini zaidi pia agenda ya usalama itolewe kwenye makanisa, misikiti, mashuleni, kila mahali, ili maeneo yetu yaendelee kuwa salama zaidi. Kwa mfano, napenda sana kutumia mfano huu. Wakati yule kijana wetu juzi amechukuliwa na wale wahuni wakamuua kwa kumchinja, nadhani mliona karibu siku tatu, karibu wiki moja nzima, taifa linazungumzia kuhusu kutoweka na kuchinjwa kwa yule kijana wetu. Nataka uone ugumu wa dosari za kiusalama zinakapoingia kwenye maeneo yako. Lakini juzi pia mmeona baadhi ya watu wamemuua yule Mchina. Yule Mchina ameuliwa, wale vijana wamechukua hela, wamekimbia. Lakini jeshi la polisi na vyombo vingine vyote vya dola limekwenda kuwabaini wakiwa wanavuka mpaka sasa kuelekea nchi ya Kenya. Wamewarudisha hapa, wanawauliza wanasema tulijua na hela nyingi sana. Kwa hiyo leo manake nini? Unaweza ukauliwa hata ukiwa na 50,000. Watu wamefikia hatua hiyo. Lakini jambo hilo litakapotokea, kwa mfano mwenyekiti wa serikali za mtaa wa kwenye lile eneo ambako wale wa China waliuliwa, yuko wapi? Mwenyekiti wa serikali za mtaa hajaja? Pengine hakujua kama ningeweza kuuliza swali hili. Hoja yangu ya msingi ni kwamba jambo lile linapotokea kwako linaleta doa. Haimaanishi kwamba wewe ndio umefanya, hapana. Lakini kwenye utawala tayari inakuwa ni doa kwenye eneo lako. Kwa jambo linapotokea hilo, unajizatiti, mnakaa katika vikao vya pamoja ili kuweza kuangalia usalama wa maeneo haya kwa ujumla wake.
Kwa hiyo usalama, jambo namba moja. Kwa maazimio katika usalama, katawala mkoa na wakuu wa wilaya ni kwamba kila mtaa uhakikishe unakuwa na sungusungu, lakini sio tu sungusungu, pamoja na miundombinu mingineyo ambayo inaweza kutusaidia kuweza kukabiliana na adui pale anapoweza kutokea.